Karibu katika episode ya 6 likapi yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 5 basi hakikisha unagusa tukipop up kichokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe fanya hivyo ili tuweze kwenda sawa. Balangati lizidi kuwa kubwa zaidi mara baada ya kushuhudia kwamba Mwamba Chansing ambaye ni mbwa mtu aliweza kubadilika na kuwa binadamu. Na wakati alipokuwa akitoka katika chumba ambacho alikuwa akihifadhia mbwa, bidada Joanna aliweza kumuona na kushangazwa sana kuona kwamba kumbe kuna mtu ambaye tumemfungia ndani ya chumba cha wanyama. Lakini kwa bahati mbaya kama jitokeza nesi fulani wakati hao wanaendelea kujitetea na kubuni uongo wao, akisema kwamba yule mbwa anayefahamika kama Chansing ameweza kutoweka kabisa katika maeneo haya. Ikawa ni tafulani kubwa sana. Lakini kwa bahati njema ni kwamba yule nesi aliweza kumshuhudia mbwa mwingine ambaye anafanana sana na yule mbwa anayefahamika kama Yang Chi aliweza kupotea siku za hivi karibuni hapa ndani ya hospitali. Basi ikabidi kumfuata yule mbwa kule nje. Wakati huo akatumia kama fursa na kuweza kumtorosha huyu mbwa mtu ambaye alikuwa katika maeneo haya. Nyakati za usiku Mwamba Sangyang bado hofu yake ni kubwa zaidi kwa bidada kwamba huenda huyo mtu ambaye anahisiwa kuwa ni muuaji atakuwa akimfuatilia bidada katika nyakati zote. Hana namna yote isipokuwa kuwa superhero wa bidada, kwa maana ya kwamba atakuwa akimlinda kila sehemu bidada anayokwenda. Kila chakula ambacho bidada alikuwa anakula basi Mwamba alihakikisha anakionja kwanza, lakini pia alikuwa akisafisha sahani zote na kuhakikisha kwamba ziko katika hali ya usafi sana, na kila kitu bidada anachokigusa basi alitangulia kukigusa. Nyakati za jioni Mwamba alikuwa akimchukua bidada na kumpeleka katika maeneo ya kupata chakula, kisha anampeleka moja kwa moja mpaka nyumbani. Lakini huku katika kituo cha polisi Captain Seal alikuwa akiendelea kupeleleza juu ya ile kesi, lakini kila akikumbuka maelekezo alikuwa amepewa na yule dogo akaanza kuwaza kwamba usije kawa kwamba katika zile nyumba pia kuna hivi vitabu vyekundu. Ikabidi kuelekea katika ile nyumba ya mwanamke ambaye ameweza kupotea siku za hivi karibuni. Katika kuingia ndani kweli kabisa akavikuta vile vitabu vyekundu. Akachukua ushahidi na moja kwa moja akampelekea mkuu wake wa kitengo na kumueleza kila kitu. Lakini huyu mkuu wa kitengo alisema kwamba hii kesi ni ngumu sana kuifuatilia kwa sababu kila aliyekuwa anajihusisha wala mashuhuda walikuwa akiuliwa mmoja baada ya mwingine, na hatukuweza kufanikiwa hata kupata dondoo tu za huyo mtu anayefanya matukio hayo. Lakini huyu kiongozi wa jeshi la polisi akasema kwamba kila jitihada zake alizokuwa akijaribu kuzitumia katika kuhakikisha kwamba anaipeleleza kesi hii zilikuwa zikigonga mwamba, na mwisho wa siku alikuja kugundua kwamba hii kesi ni ngumu mno. Captain Seal katika kuhakikisha kwamba anakamilisha upelelezi wake basi aliamini wazi kabisa kwamba atakuwa na sehemu ya kuanzia, na mtu pekee wa kuweza kuanzia naye ni bidada Joanna, ambapo alipokuwa ameulizwa nini ambacho alikuwa anakikumbuka, lakini bidada akasema kwa alikuwa akumbuki kitu chochote. Ikabidi kupelekwa kwa wanasayansi mbalimbali kuweza kumtafiti kumbukumbu zake. Lakini kadri alipokuwa akiulizwa na hawa watu, mwanzoni kabisa kumbukumbu zilianza kama zinakuja hivi, lakini baadaye bidada akawa amechanganyikiwa kabisa, akajikuta anaanza kuona matukio ya miaka 1000 yaliyokuwa yamepita, na mtu alikuwa akimuona mbele yake alikuwa ni huyu jenerali wa majeshi ambaye ni sasa hivi ni Captain Seal. Bidada hii siri aliweka ndani ya moyo wake na hakutaka kabisa kumwambia mtu yote kwamba ameweza kumuona mtu ambaye amevalia mavazi ya zamani sana, na huyu mtu anafanania sura yake sana na Mwamba ambaye ni Captain Seal. Nyakati za usiku Mwamba akawa anamsindikiza bidada akimwambia kwamba unatakiwa kuwa mwangalifu sana, na siku ya kesho usitoke kabisa nyumbani kwa sababu itakwenda kunyesha mvua ya barafu na ni kitu ambacho ni hatari zaidi, kwa usiondoke kabisa nyumbani kwako. Tukirudi huku katika kituo cha polisi, maafande wanaendelea kuhangaika kila wakati kuhakikisha kwamba wanapata mashuhuda hata wawili watatu ambao wanaweza kusaidia kufanikisha kesi hii. Lakini kwa bahati mbaya nzuri ni kwamba kila aliyekuwa akimfuata kumuulizia alikuwa anasema kwamba hataki kabisa kutajwa wala kuhusishwa katika mambo haya. Na yote hii ni kwa sababu kumekuwa na uvumi mkubwa sana unaoendelea katika mitandao ya kijamii. Kila ambaye anahusishwa na kesi ambazo zinamhusisha huyu muuaji basi amekuwa akiuawa. Kwa hiyo watu hawataki kabisa kujitokeza kutoa ushahidi wao. Lakini Mwamba Sangyang hakukoma, akazidi kufanya doria kila wakati katika nyumba ambayo bidada anaishi, na aliamini kwamba huyu muuaji lazima atakuwa akitimba katika maeneo haya. Na ni kweli kabisa, akaweza kumfumania mtu ambaye alikuwa amevalia mavazi meusi na akaanza kumfukuzia. Lakini kadri anavyozidi kumfukuzia akajikuta tu anagongana na Captain Seal na mwisho wa siku akampoteza muuaji. Sasa ule muda tu Mwamba ameweza kutoka na kwenda kumtafuta yule mhalifu. Kumbe bidada Joanna naye alikuwa ametoka nyumbani na kuelekea na rafiki zake huku katika maeneo ya duka fulani hivi, lengo ni kwenda kununua vinywaji. Lakini katika eneo hilo ambalo bidada alikuwa ameenda kununua vinywaji, kuna mwanamke mmoja aliingia akiwa amevalia koti jekundu sana, akanunua baadhi ya vinywaji kisha akawa anatoka. Lakini alipokuwa akitoka akashtukia kwamba ni kama kuna mtu alikuwa akimfuatilia nyuma yake. Ghafla tu yakasikika makelele makubwa sana, na haya makelele yote bidada alikuwa ameweza kuyasikia. Ikabidi kuweza kutoka nje na kuanza kushangaa ni wapi hizo kelele zimeweza kutokea. Dada alichoweza kukikuta katika eneo la tukio, alifanikiwa kulikuta tu koti la mwanamke ambaye alikuwa ametoka nje nyakati hizo akiwa amevalia koti jekundu, lakini pia akamkuta na mbwa mmoja mdogo. Ila kwa bahati mbaya kuna mazingira ya damdamu hivi. Malaika Sangyang moja kwa moja akawa anaelekea nyumbani kwa bidada baada ya kumfukuzia mhalifu pasipo kupata mafanikio yoyote. Lakini alipofika kwa bidada akashangaa kwamba hakuna mtu ambaye alikuwa anafungua mlango. Ikabidi moja kwa moja kuelekea katika ile hospitali ya wanyama, ambapo huko akamkuta bidada yuko kumtibia yule mbwa ambaye amemkuta katika ile eneo la tukio. Mwamba akafoka sana kwa kusema kwamba haujaweza kuniheshimu, nilikukataza kabisa kwamba usitoke nje ya nyumba, na bidada hakuweza kuongea kitu chochote kile. Mwisho wa siku akawa amempakia Asia pamoja na bidada moja kwa moja akawa anarudisha nyumbani. Lakini wakati huo bidada Asia akaanza masiala yake akisema kwamba ni muhimu kama mngekuwa mlala wawili pamoja, au kama hamwezi kulala wawili basi naomba Mwamba Sangyang uje kulala kwangu kwa sababu kuna baridi, alafu bidada anaonekana na hofu sana, labda kama ajali juu yako. Lakini mwisho wa siku akaamua tu kutabasamu na kusema kwamba hapana jamani, natania tu, ila karibu sana ndani bana angalau upate chakula. Dada Joanna akagundua kwamba huyu rafiki yake Sia huenda ameanza kumpenda Mwamba Sangyang, na bila shaka atakuwa anampenda kweli huyu. Na nyakati za usiku zilipoweza kufika, basi muda wa kulala ukao umefika. Basi moja kwa moja akawa anachagua vyumba ni kipi ambacho
huyu atakwenda kulala na kipi ambacho yule mwingine atakwenda kulala. Moja kwa moja akajikuta bana Mwamba Sang'ang pamoja na bidada Joanna eti wanachagua chumba kimoja. Lakini baadaye wakawa wamelala katika vyumba viwili tofauti. Lakini nyakati hizo za usiku Mwamba akawa anaota ndoto namna ambavyo yule malaika mkuu alikuwa kimoja na kumwambia kwamba, "Je, bado unaendelea kufuatilia binadamu? Umesahau hukumu ambayo tulikuwa tumekupatia kabla?" Lakini upande wa bidada pia naye alikuwa akiota ndoto ya kwamba yule mzee aliyekuwa amempa siku 1000 za kuweza kufanya ibada katika maeneo ya milima akawa anamkumbusha na kumwambia kwamba baada ya kukamilisha ibada yako, bila shaka kama utakuwa umempata yule mtu wako sahihi, hakikisha unamzingatia huyo mtu kupita kawaida. Matokeo ya kupuuza hatima yako kwa yule mtu yatakuwa ni mabaya zaidi kuliko unavyodhani. Bidada akawa ameshtuka kutokea katika usingizi na ndoto hiyo mbaya. Licha ya kwamba ilikuwa ni ndoto, lakini ilikuwa imempa hofu kubwa sana. Mwisho wa siku akawa anatimba katika chumba cha jirani kabisa cha Mwamba Sang'ang na akaanza kumwamsha. Lakini alipokuwa akimwamsha jamaa akakuta jamaa hawezi kuitika. Ila Mwamba alipokuwa anagongewa hivi mlango akakumbuka kwamba hata mpenzi wake aliyepita alikuwa akimgongea mlango hivi hivi. Na akawa anahisi mwanamke yule amekuja jirani yake na anamfuta machozi kwa sababu Mwamba amemiss na analia. Lakini bidada kweli alikuwa ameingia ndani na akaanza kweli kumshika jamaa katika eneo lake la uso. Jamaa alipoweza kurupuka tu kumkuta bidada akawa amepiga makelele mengi sana. Basi dakika chache mbele inaonekana familia nzima ikiwa imeketi na huko anaendelea kujipatia breakfast. Lakini baadaye jamaa kati anaondoka akawa anamwambia bidada kwamba kwa lolote lile litakalokuwa limetokea nipigie simu haraka sana nitakupa nimefika hapa. Na akamweleza kabisa wazi bidada Joanna kwamba hata ikiwa saa 8 ya usiku, asubuhi, mida yoyote ile ulipo popote pale, haijalishi utanipigia mara ngapi, wewe nipigie tu. Bidada akawa ametabasamu tu kusikia kwamba Mwamba anamjali kiasi kile. Lakini huku upande wa pili tunaonyeshwa katika kituo cha polisi kwamba kuna mwanamke ambaye ameweza kupotea pia. Na mtu ambaye wanamuhisi anahusika katika upotevu wake basi atakuwa ni mpenzi wake au jamaa mmoja hivi anafahamika kama Chu. Lakini baadaye wakaja kugundua kwamba mpenzi wa bidada alikuwa bado yuko nyumbani, ila rafiki yake huyo anayefahamika kama Chu alikuwa hayupo kabisa nyumbani. Sasa wakatuma mpelelezi aende katika mtaa huu ambao Chu anapatikanika ili aweze kumfuatilia ni wapi anakuwa anashinda, lakini kitu gani anachokifanya kwa sasa. Lakini mwisho wa siku maafisa hao wakaja kugundua kwamba hata Mwamba Sang'ang alikuwa akimfuatilia huyo mtu. Sasa wakawa wamemkamata Mr. Chu na moja kwa moja wakampeleka kituo cha polisi tayari kwa ajili ya mahojiano. Mwisho wa siku mzee akasema kwamba mimi nilikuwa nawakimbia nyewe nikijua kwamba ni wale watu waliokuwa wamenikopea madeni, wala mimi sina issue zote za masuala ya mauaji. Lakini dakika za mwishoni sana wakati wanaendelea kufanya upelelezi wao wakaja kugundua kwamba kumbe katika lile eneo ambalo matukio haya ya upotevu wa mwanamke aliweza kutokea, bidada Sia alikuwa ametokea pale na bidada Joanna. Baadaye tena ikabidi wamchukue bidada Joanna na moja kwa moja akampeleka polisi kama shuhuda namba 1. Wakaanza kumfanyia mahojiano. Bidada anashangaa, mbona kila kitu mnaniambia tu mimi ni shahidi, sielewi ushahidi wangu unahusiana na nini unajua. Lakini wakati Captain Cell alikuwa anaendelea kumfanyia mahojiano bidada, lakini bado bidada alikuwa akimtazama Mwamba. Anakumbuka ile siku alikuwa akimwokoa katika milima, lakini mbaya zaidi ni kwamba akawa anakumbuka kumbukumbu mpaka za miaka 1000 iliweza kupita nyuma. Hapa akaanza kugundua kwamba huenda huyu ndio mtu wake wa maisha. Lakini wakati huo bidada anaendelea kutafakari mambo hayo, akaingia yule mpelelezi alikuwa anakagua tukio hili katika kompyuta na kusema kwamba wakati wote muuaji inaonekana alikuwa kando kidogo akimpeleza bidada Joanna. Ni kama huyu mtu aliyeweza kupotea sasa hivi amesababishiwa hili tukio na bidada Joanna. Ni kama muuaji target yake ilikuwa kwa Joanna, ila huyu mtu ni kama ameweza kumuua kimakosa ujue. Lakini wakiwa hapo katika kituo cha polisi wakapata taarifa kwamba yule shahidi ambaye alikuwa anaenda kumhoji siku za hivi karibuni, wakisema kwamba wewe unaonekana uliweza kushuhudia tukio, lakini yule shahidi akasema kwamba sihitaji kutoa ushahidi wowote ule na wala sihusiki, eti naye ameweza kuuawa. Ikabidi kukimbia haraka sana kufika eneo la tukio na walishangaa kuona kwamba hata yule shahidi ambaye hakuwa tayari kabisa kutoa ushahidi ameweza kuuawa. Sasa itakuwaje kwa bidada Joanna ambaye yeye ndo anafahamika kabisa kwamba ni shuhuda na aliweza kuona tukio? Sasa ili kuweza kuijua sura ya huyo muuaji ikabidi tena bidada aweze kuvutwa kumbukumbu zake kama kawaida. Wakazidi kumfanyia upelelezi huo kwa kuhakikisha kwamba bidada anaikumbuka sura ya huyo muuaji. Kadri unavyozidi kujaribu bidada anazidi kumuona huyo muuaji, lakini anashindwa kumtambua kwa karibu. Ila ule muda wanarudi nyumbani, basi Mwamba kama amemshusha bidada hapa chini, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba dada alikuwa akiwa anashika zile snow ama kuanguka kwa ile barafu, kitu ambacho alikuwa akifanya ule mwanamke wake wa miaka 1000 iliyopita. Lakini mbaya zaidi ni kwamba hata huyo mwanamke wake mpya ambaye anafahamika kama Mina alikuwa akifanya hivi hivi. Na mwisho wa siku akampatia Mwamba skafu na kumwambia kwamba ile skafu ambayo ulikuwa umenipatia niweza kumfungia mbwa aliyekuwa ameumia, lakini wewe imekupendeza zaidi, nimekununulia mpya kabisa. Lakini Sang'ang namna alivyokuwa amevishwa hii skafu akajikuta anajisikia hali fulani kwamba anastahili kumpenda bidada, na kwa sababu bidada alikuwa amemfungukia kabla kwamba anampenda, akaona hana namna yote zaidi ya kumkubali bidada. Mwisho wa siku akawa amemkumbatia. Tukirudi katika kituo cha polisi tukiachana na haya mambo ya mapenzi ya hawa ndugu wawili, sasa huko moja kwa moja Mwamba Captain Cell anawaza kwamba haya matukio yote ya mauaji nikiweka katika swala la muda na kuja kugundua kwamba Joanna huwa wakati mwingi sana huwa anaachwa na huyu muuaji. Captain Cell moja kwa moja akatimba mpaka kwa mkuu wa kituo cha polisi na kusema kwamba inaonekana muuaji ni mwenye umri mkubwa kidogo, kwani ameweza kufanya matukio haya yanafanyia sana na huenda amewahi kuyafanya kwa kipindi cha miaka 20 ambayo Mwamba Sang'ang ameweza kunisimulia. Na Captain Cell akaweka wazi kabisa kwamba bidada Joanna hawezi kuuliwa kwa sababu kila wakati yuko jirani sana na Mwamba Sang'ang. Kwa hiyo imekuwa ni ngumu sana kwa huyo muuaji kuweza kutekeleza mauaji yake. Lakini upande wa pili katika kituo cha polisi pia wakaja kugundua kwamba kutokana na maelezo ambayo bidada alikuwa ameyazungumzia, basi sura ya mhalifu itakuwa inafanania katika namna hii hapa. Lakini wakati huo akasema kwamba kuna mtu mwingine ambaye ni shahidi ambaye atakwenda kutusaidia kuhakikisha
kwamba tunaweza kumpata huyo muuaji, na shahidi huyu ni mmoja. Katika kufungua mlango akaja kushangaa kwamba ni Mwamba Sangyang eti ndio shahidi ambaye ana uhakika kabisa na muuaji ni nani. Yes, wahenga wanakuambia kwamba mambo yameshaanza kuchangamka. Tukutane katika episode ya 7 tamthilia yetu nzuri sana. Kumbuka kwamba unatakiwa kugusa alama ya kulike kila mara unavyoweza, na uguse alama ya kengele kama bado hujafanya hivyo, ili inapotoka tamthilia inayokuja basi uwe mapema zaidi kuipata.